kuzikusanya swala mbili pale ambapo mvua imenyesha, tukiwa ndani ya sala indana fil madhhab, tukiwa ndani ya sala imma salatul maghrib, tukaisikia mvua inanyesha huko, basi imamu baada ya kumaliza salatul maghribi anatakikana awajulishe maamuma ya kwamba tunakusanya na swala ya isha kwa rakaa zake 4. Wanamaliza salatul maghribi, kisha wanaleta salatul isha pale pale, na kila mmoja anatawanyika. Wa hadha indana fil madhhab yakhtassu bis salati al maghribi wal isha faqat. Jambo hili la kukusanya swala kwenye madhhabu ya Imam Malik linahusishwa zaidi kwenye swala ya magharibi na salatul isha, na kauli hii pia ameenda nayo al-Imam Shafi'i na ameenda nayo Imam Ahmad fi riwaya. Lakini Imam Ahmad katika riwaya nyingine ya Imam Shafi'i wameonelea kwamba pia salatu dhuhri na salatu al-asri pia pana uwezekano wa kuzikusanya swala hizi mbili, kwa sharti mvua ambayo inawafanya watoke hali ya kuwa wameweka miamvuli juu au wamevaa kofia, au ni mvua ambayo ukitembea barabarani unatota mwili wako mzima. Kwa mvua ya namna hiyo, tumeruhusiwa na sheria yetu tusikusanye swala zetu imma salatul maghribi wal isha indana fil madhhab, au kwenye salatu dhuhuri wal asri katika madhhabi ya Imam Shafi'i na Imam Ahmad fi riwaya. Angalieni hii fursa adhima, ni kwa sababu ya mvua. Panawezekana kutoka kwako mpaka msikitini pana wahanul shadid, pana utelezi mkubwa sana, au panawezekana pakawa pana hatari, lakini kwa ule utelezi uliopo, au kutoka nyumbani mpaka msikitini utakuwa umetoka umeroa, ukiingia msikitini humu hautamaniki. Sheria ya Kiislamu ikamwambia mtu adhana, unapotoa adhana wakati wa mvua, ukifika kwenye maneno ya kusema hayya ala salah, njooni kwenye swala, usiyaseme hayo maneno. Waambie watu walioko nyumbani, sallu fi buyutikum, swalini majumbani mwenu, sallu fi rihalikum, swalini kwenye vipando vyenu, ili watu wasidhurike na hii mvua. Inawezekana ikawa kwa wao imma ni adhab, na imma inawezekana ikawa kwa wao ni neema.